Swadakta sasa wanogeshe familia, ndugu, jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure. Halo Pesa kwenda Halo Pesa na Halo Pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi. Halotel, pamoja katika ubora. Mtazamaji wa MCL Digital, tuko na Chomoza hapa. Naitwa Tumaini Msowoya. Kama ilivyo kawaida, Jumapili huwa tunakuwa na kipindi ambacho tunazungumzia masuala mbalimbali ya muziki nchini na masuala ya Mungu kwa ujumla. Jumapili unajua ni siku ambayo watu wanajiandaa kwenda makanisani. Kuna wengine wako makazini hawana nafasi hiyo, lakini kupitia kipindi hiki unapata kujua kitu gani hasa unaweza kukutana nacho na nini mambo ya Mungu. Leo kama unavyoona Chomoza imetia timu. Umechomozea hapa. Chomozea hapa. Tunamshukuru Mungu sana. Mbona unafanya nini? Nakokea mic kumbe una. Na wakati amevaa peni mic. Sasa mimi nikajisahau kama ngela kwenye mic. Hatari. Tuko Jimmy, tuko na Sam, lakini mimi unajua majina hayo ndo maarufu. Pengine kuna majina mengine zaidi. Hizi ni brand names ambazo tunazitumia, lakini majina yetu tukitaja kwa ujumla wake kila mtu ana jina lake. Mimi naitwa Samuel Nathaniel Sasari. Mimi nimetaja majina yake matatu. Mimi na majina yangu mwenyewe manne. Ile ataja kwake. So ananipunguzia nitaja mwenyewe majina yangu kabisa, nikianza jina kama Samuel Nathaniel Sasari Kunguru. Yes, Kunguru ndio jina letu la ukoo. Yaani sisi ni akina Kunguru. Kunguru. Nataka nielezee hapo. Unajua kuna Kunguru aina mbili. Kuna Kunguru wale weupe, Kunguru wa Zanzibar. Sisi Kunguru wa Bamba Bay. Bamba Bay. Yes. Basi nikaa vizuri. Kinjo Chimate. Chimate. Kinjo. Mimi ndio wale ambao nimekuja kwa kukimbia, hadi nimetokea South nimeingia na nini Wewe si vitu kabisa, yani kabisa. Kama ile shampaka ile ya Tanzania na Malawi kinani? Ikimachua. Ndio nchini hadi. Bamba Bay. Safi sana. Mungu kama mimi naitwa James Ten. Jina la kutafuta msosi leo wako. Msosi unakubali? Aliko vizuri. Watu wanaisikia tu Chomoza wanajua ni kipindi. Kuna zaidi ya kipindi. Swali zuri, lakini naomba nilipeleke kwa Samuel Sasari. Chomoza ni zaidi ya kipindi. Kilianza kama kipindi. Na watu wengi kuna Chomoza leo. Chomoza in fact ina miaka 8 tangu ianze. Chomoza imeanza rasmi mwaka 2011. Wakati wote tunafanya kipindi hiki Jumapili jioni saa 12 mpaka saa 1 sawa nao. Na tulikuja na wazo la kipindi. Sisi tuangalie ulimwengu ambao unabadilika. Ulimwengu unaenda kwenye digital, lakini kuna vijana wengi ambao wanafanya vitu vingi. Nilipokuwa tukikaa na Jimmy tunatazama vipindi vya Jumapili vile vya dini. Usivitaje sasa. Sijavitaja karibu sasa hivi kwa watu huko. Nasema ni vipindi vya dini. Sawa. Hivi vipindi vya dini Jumapili tuliweza kujiona hatuko relevant na vile vipindi. Sasa ni Jumapili njema. Ndio nikakwambia. Vipindi nasema walikuwa wanafanya ni Jumapili njema, Jumapili ya leo. Uko pamoja na sisi, tunakuletea nyimbo. Wimbo wa kwanza kasema unatoka kwa Dr. Tumaini. Na wimbo wa pili tukasema kipindi kiangalia babangu alikuwa anaelewa kuliko mimi. Kwa tukaona sasa sisi kuna generation ambayo kuna kitu chao kipo. Kwa tukakama up ile idea ya kutengeneza sasa kipindi. Changamoto ya kwanza tulioipata ina kipindi. Sisi tulikuwa na lengo kipindi chetu sisi kisiwe pase ni cha dini, lakini kinagusa jamii. Yaani kisiwe ile habari. Kisiwe na mambo mengi sana ambayo mtu mwingine yanamwirritate, yanamsababisha asipokee kitu anachokitaka. Kwa hiyo tukagundua vipindi vingi sana vya radio na TV wakati huo vinaanza na neno gospel song, gospel gospel, mtu unashasikia tu gospel na ainehusu Bibieni na wanakuwa tukaona sisi cha kwetu tutafute jina ambalo litakuwa ni neutral. Tukaenda Facebook
wakati Facebook mnatamba, na kama wenye simu za mkononi wakati wanatamba BlackBerry, BBM, kwa tukaenda kwenye platform ya Facebook tukauliza kwamba tunategemea kutengeneza kipindi kipya cha gospel, lakini kinakuwa na kati ya cross pia issue za kijamii. Watu wakatoa makomenti mengi sana. Dada mmoja anaitwa Martha Lingalangala Joakim akasema hichi kipindi kiitwe Arise. Na sisi tukasema jina letu tunataka liwe la Kiswahili. Tukasema Arise Chomoza. Na hiyo tulitengeneza jina tukiwa tunakaa ghetto Sinza Mori, mimi na Nkojimi. Tumekaa ghetto tukatengeneza jina, tukatengeneza kipindi. Kilikuwa sisi tuko Clouds. Kilikuwa kiende Clouds, kwa kiende TV nyingine. Pengine mtu alikuwa ajui ndio tunamwambia kabisa. Lakini tulikuwa tumeshafanya kazi na Clouds, kazi mbalimbali, mfano Gospel Music Awards, Gospel Sasa, tumeshafanya na Clouds. Kwa hiyo katokea bahati nzuri tukaenda kwa tulipotengeneza ile demo, tukaenda kwa Boss Rumu. Tukaambia bwana, hiki kimsingi akija hapa Clouds. Yaani tunataka comment zako na baraka zako, kisa tumeenda close mind. Kwa hiyo akatutazama akatucheka sana. Akusema sentence ambayo mpaka leo sijasahau. Akasema the content is fine but production is poor. Tukatoka pale mimi na mzee baada hiyo hapo hiyo tengeneza demo tumejichanga nimesherehesha hapo hausi kama 3 na weka hapo hapa kodi hapa demo hapa kodi mpaka nafika zone ya demo tukaenda kutengeneza. The production is poor. Sasa tunakiangalia ile pale kumbe lakini mkapata challenge. Tukatoka pale akasema nendeni mpeleke Clouds, maana tuko tunafanya kwa THT. Pelekeni Clouds muone watasemaje. Ile ndo niliapa kwa jina la Mungu wa mbinguni kwamba sitaki tena kufanya TV. Tulipopeleka Clouds wakaitwa watu wa TV wote, editor, graphics, sijui presenters, sijui nani, wote wameitwa. Alafu ndio demo yetu inaonyeshwa. Kama ungekuwa tukamia. Sasa ikaweko mwanangu pale. TV hivi Kasumema hapo inaonekana. Wala tala moja bado wamekaa, Wamanguli wamekaa. Hata mengi alikuwa maongelewa kiukweli nikata tamaa. Lakini ndio mkubwa matatu. Ambapo mpaka leo ukiwa ni mwaka wa 8 sijasahau. La kwanza, cameraman anapata shida sana. Kwa sababu kwanza mimi ni mfupi, mimi ni mrefu. Kwa hiyo kupata shot, yani shot hiyo bwana. Kamera tumetoka katikati. Angalau hapo panatia moyo. Lakini bado jini. Kwa hiyo kupata shot ilikuwa shida. 2, white balance. Mimi ni black, mimi ni white. Kwa kubalansisha color. Sasa nishakuwa white ndio tumeni vipi? Sasa nishakuwa white. Kila siku napaka poda napaka poda na kunywa maji nitakwenda kwa mweusi. Anga hapa nime advance ujue. Wakati na maisha ya shida sisi. Unafikiri ndio mambo ya Mungu. Hiyo ni shaka sana. Sasa kwa sababu kama mtembea. Na sasa kwa nini tuko kwa ile professionalism haikuwepo. Tulitoka tu nje na jimbo. Tutafuta ugali kwa mambo mengine. Tuachana kabisa na mambo ya TV. Tukakaa kama 3 tukaenda kwa Ruge. Tukamwambia bwana, tunaenda kwenye kipindi. Hawatambia 1 2 3 4 5. Sema wewe sasa. Sasa kwa nini mmefanya hivi? Kwa kweli tumeona tunataka kama. Kwa nini kama kama? Ambia kama hao katoza comment kwamba 1 2 3 4 5. Sasa bao ni ujinga tu. Sasa ni hivi. Sana hawezi kubalance kwa ajili ya urefu. Simple. Mimi akapiga link nje, anakutupia studio. Alafu una analyze news. Hapo hamna issue ya balance wala hate. Sasa ndio kazi imeisha. Lakini kama unasema mwangalie kamera, simtengeneza kama mnaangalia kamera. Unajua kwa wapi? Wasante sasa zaanza kujadili. Tulipotoka kwa basi kwa jina sana. Basi kwa nini mind? Kana tenza dema ya pili. Wana pale mko akatufanyia mlango. Tukapata nafasi ya Clouds kufanya production wao wenyewe. Kwa tukaenda baadaye tukaanza kufikiria
Kipindi kilianza kukua, tukasema sasa Chomoza hiyo zaidi ya kipindi, fanya vitu vingine vya kijamii, ishiriki kwenye baadhi ya campaigns, ifanye vitu vile vitatu, iandae vitu vingine vitano hivyo. Kwa tukaanza kufanya gospel search, tukaanza kufanya gospel music awards, tukaanza kufanya hivi tukaongea events kubwa. Kwa hiyo baada hapo tukasema sasa Chomoza, na mtu atafanya mambo kazi na Chomoza, anatoka kwenye TV kwa Jumapili, lakini ili zipi tu kwamba gospel music ziko on Sunday katikati hapa hakuna nyingine. Sasa sasa sisi tuchepuke, ingawa chepuko sio dini, tunasema tuchepuke katika kwenye swala la habari, tukaji-identify kama ni media ya gospel ambapo kwa sasa tuko kwenye digital platforms. Kwa hiyo tukasajili kampuni kabisa yenyewe ya Chomoza, kwa maana kama tunafanya kazi zote kihalali, na serikali sasa hivi ikifanya mambo kila nini nakula kwa hapo. Kwa kuwa tunafanya mambo ya Mungu, tunasema tufuate taratibu na sheria za nchi. Kwa unavyoona hizi sare sio za matarumbeta, hizi ni sare za kazi. Mimi nilijua Hizi sare za kazi. Sawa. Kwa hiyo sasa hizi sare sio za matarumbeta, hizi sare ni za sare za kazi. Mchana asubuhi tunaingia nao kazini, wanatafuta habari za gospel, wana kwa kufuata misingi ya professionalism, watathibitisha habari, watafanya hivi kwenye gospel. Pia tunakuwa kuna vitu vingi sana vile watu wanatafuta kiki, tunakujua mambo yana ukweli, hayana ukweli. Kwa hiyo sisi tunataka kutengeneza mtu yote anapotaka kufikiria gospel Tanzania, cha kwanza Chomoza. Yaani kama kuna mwimbaji anataka kuimba, haamini mwimbaji hawezi kusogea bila Chomoza kutia jicho lake au mkono wake. Kama kuna mtu anakuja kuandaa chochote bongo hapo, lakini Mungu akipenda, kama atatokea mtu mmoja ataletwa mpaka kuzungumza hapo Mwananchi, Mungu kama kuna mtu ataguswa kuanzisha TV inaitwa Chomoza, sisi tuko tayari kabisa kuna nini kupatana naye. Yeye sisi tuko vizuri. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza akayafanya kufungua milango. Kwa hiyo tunaamini. Yes. Changamoto kubwa sana kwanza ni mtazamo. Hii sikatai sana. Tuna mtazamo wa mwaka 47. Sehemu zote mbili. Sehemu ya kwanza, Wakristo wengi wanaamini ukitaka kufanya gospel lazima sehemu ile kasi ni gospel. Huwezi kufanya sehemu ambayo ina vitu vingine. Ndio hapo. Na pia kuna watu wanakinzania kwamba kwenye sehemu ya vitu vingine gospel pia haitakiwi. Ile changamoto kama sisi tukutana tumekuwa tunaingia clouds. Walikuwa wamesha-identify ni media entertainment. Lakini kama gospel sio hivyo. Na walikuwa ni hivyo kwa sababu wao sio watu wa gospel. Na sisi tunatazama gospel katika mlengo wa entertainment. Kwa hiyo tukasema okay, tutapeleka gospel katika namna hiyo. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ambapo sisi tuko tuna kazi ya kuthibitishia inawezekana. Kwamba inawezekana. Kati ya vitu vingine vingi tunabeba kitu moja, nuru huwa inafaa gizani. Itakuwa ni kabisa mchana na mlingo na matao ndani, utatembea na mshumaa. Utaonekana mshara. Lakini tukasema kwamba sisi ili tuonekane sisi tunafanya vizuri. Kati ya mambo mengi yanaendelea, tuoneshe pia kuna watu wanaweza kufanya mambo ya Mungu katika hali ya ubora. Sasa tulikataa, tunasema sio basi tu. Na sisi tulikuwa tuna uwezo. Bwana background yetu sisi tunafanya kwenye media ya gospel, radio. Ile kabla ya kwenda kwenye TV, sisi kwenye radio. Sio na jini. Lakini kule kwenye radio tunakana wa dunia. Na wao tukijitokea sasa hapo. Wanakuja kuonekana pia. Tumeenda kwa dunia watu kanisani. Tukaje jini sisi ni wapi? Ila kabisa mbinguni. Kwa sababu sasa mbinguni sasa tunyosha. Tukaenda kukaa pale. Sasa hawa kule kwenye tulifukuzwa kwa sababu mambo mengi sana. Kwa tunaonyesha vipindi kidogo. Tunataka sana. Tunaongea masiara. Yaani bado serious. Ukifika kwa sababu za jamani, leo tunaletea habari nzuri za Petro. Na Petro kule Mungu aliko amenenepa. Na tuna taarifa kabisa tunapomaliza kwa Petro amekufa, tunasema rest in peace Petro. Sisi tunaelezea kwa wapi na wapi. Yaani baba akiambia katika watoto wako walikuwa serious na maisha, mimi wananitaja. Lakini ndio hivi niko serious. Yaani mimi kumkaa ile ni la tujipange, unaanza kujiandaa kutangaza konki mtazamaji, tuko hapa kwenda kipi wapi, yaani hiyo muda mimi sina. Kwa hiyo Mungu alitutanisha tu na kuja na mimi sasa na kwa sababu mtu wanakosea dawa jua nyingine nani sababu nani mimi najua, lakini sasa najua. Kwa hiyo
tulipokutana tulikuwa kwa namna ajabu, lakini tujua kwamba kuna kitu Mungu anataka tufanye Tanzania, kuna kitu anataka tufanye Afrika, na mwito wetu sisi media house nyingi sana hapa Tanzania zinafanya shughuli zingine pia waweze kufanya pia mambo ya Mungu. Nimeshawahi kuwa washauri kwa kazi nzuri ambazo labda waimbaji wazuri wachanga ambao wanaweza kizazi kipya wanafanya vizuri ya huwa mnafanya ushauri zaidi, yani inawasaidia zaidi ya kuwaletea kazi na kusikiza kuna kingine mnafanya yani kwamba nikipule yani mtakipeleka za kwanza sisi ukileta kazi kama tulienda kwenye TV nini nini ndio ana preview ana kushauri sasa, na hii kazi unafanya ni nzuri, lakini maua mengi kuna nyuki unashikia kwenye maua. Kwa hiyo kuna mtu anakushauri ya professionalism, ingine ni quality ni poor, kuna nyingine audio na video ni vitu tofauti, sauti zingine zinapishana. Mtu analeta studio kazi studio, sauti zinapishana, yani audio na video gani anacheza ni vitu tofauti. Kuna mwingine ana wimbo mkubwa lakini video yake ni poor. Kwa tunafanya ushauri kati ya watu tuliowako washauri ni anaitwa Mwasabwite. Kwa hiyo Mungu ni Mungu tu, ni kwa neema tu. Ule wimbo libidi hivi kwa maneno yake fitina zake, ili jamaa kaudia ule wimbo video. Wimbo ule ni mkubwa sana, kila nusu kile anapiga. Kaangalia video ya kwanza kabisa. Chai hivi. Utaona nini kilimo cha chai hivi na Anatengeneza matofali ya kuchoma. Katumba. Tunaanza kilimo cha Katumba. Kumbe mtumisha Mungu kwenda wale kwa ndio location. Yaani niliongea ile kitu. Wewe kaza kalibana mimi wimbo unavyokwenda unakoseshea hadhi video yake. Kwa tunafanya ushauri kwenye mpaka tunaenda kucheza pale. Tuna kitu cha pili tutafanya kwa tunashauri. Kwa mtu anakuja ametengeneza albamu yake video au audio, lakini ajue anauza wapi, anauzaje, na kwa sababu tunafanya ushauri. Tutoa ushauri na tunafanya vitu kwa maana kwamba tunadhani kwa video yako na hii audio yako hii DVD unaweza kufanya 1, 2, 3, 4. Ongea kwa mtandao wala mimi nitakufanya tamasha kwa ajili ya tamasha za kuikaa gharama ya bure. Kwa hiyo sisi tukaanza kutengeneza njia nyingine kabisa ya launching ya DVD. Kwa sababu ni hapo tu launch DVD na basi, kwa sababu siku hizi watu unawalika moja kuna nini kutoa support. Hawaleti hela, wanaleta tu vigelegele vyao na kondo unaenda. Kwa hiyo tunafanya zaidi ya hapo. Lakini pia tumeanzisha kugundua kwa kuwa mmoja nyimbo za injili wanafanya mambo ya rohoni, tutengenezee siku inaitwa Prayer Artist Day. Ni siku maalum kwa ajili ya waimbaji na kameramani, producers wote wanafanya. Mtoto anashika kazi ya gospel aje kuna nini kwa artist prayer. Hiyo ni artist prayer day. Anakuja kwa tusema tunafanya haya mambo. Okay. Vision yetu ni kufanya quarterly. Kila baada ya miezi mitatu tunakutana. Tunashafanya Dar es Salaam, tunashafanya Arusha na nakuja tena Dar es Salaam. Na Dodoma. Dodoma shafanya. Na Dodoma tulifanya. Hii tulifanya Sinza pale. Kanisa moja la rock tulifanyia pale. Kwa hiyo tunia yetu sisi tunafanya vitu ambavyo chochote kinachohusiana na wanamuziki wa injili wafike mbali. Ndio watu sasa hivi tunatajiri kampuni, so kuna vitu vingi vya kuwasaidia zaidi ya hapo, ushauri, lakini vitu vile pia sasa tutengeneze business mentality. Kuna akili nasema kwamba muziki wa gospel unalipa. Sisi tukitazama tunaambia wallahi kwa muziki wa gospel unalipa. Kabisa. Sasa ili ujue unalipaje, tuwasiliane. Chomoza a hub of hope. Tutakwambia muziki wa injili unalipaje. Ulikuwa ulipi sisi kwa tufanye. Lakini tukitazama muziki wa injili tunaenda Kenya, naenda Saudi, naenda Nigeria, naenda Marekani. Muziki wa gospel kazi kama kazi zingine. Wewe utakwambia nani? Sasa dawa yao inakuja. Sisi hapa tumejitoa tu dhabihu, kizazi hiki tutapigwa mara, lakini kizazi kitakuja kwa ajili ya kubadilisha fikra na mentality. Sisi ambao tumezaliwa tangu enzi hizo tunaelewa ambavyo ukifanya kazi yote na sana gospel inalaulika. Inaonekana kama haina tija. Lakini siku hizi sikudanganya mtu, kuna watu wengi kibao wanaendesha bahama. Kuna mitume na manabii kibao wanaendesha ndinga za ukweli. Kwani ikifika mahali tu tutamani sisi hakuna kitu ambacho kinatumiza. Mwanamuziki anafanya kazi kubwa sana muziki wa injili, fanya kama Rich Mwamba, lakini anaendesha vits. Unaelewa hapo? Lakini nenda mpaka na Mtumbo na Njirinji kwa wanamuziki. Hivi kuna wewe msemo wako unasema jambo lolote kulifanya nini? Jambo lolote kilipa maana ndio na maana. Hatujalipa maana. Hatujalipa maana. Wewe ushauri ni kwamba
tuanze kupa thamani, tuongeze value. Usifanye tu mradi. Sisi unajua tufanye kipindi cha gospel, lakini hakuna lazima kushona na mashati. Tunaelewa hapa. Tunachotengeneza sisi tunatengeneza value ya kipindi chetu. Hivi tunavyoongea sasa hivi sisi, basi tutaongea part 2 ya atakuja mwakani. Na nadhani ndio tunaelekea mwisho. Sio, nadhani kuna kitu hajaongea. Atakuja kuongea hapa. Atakuja. Ana mambo mengi sana. Yule ndo anatiza kibiashara. Angalau sisi tunawakiliza kimungu. Kitu kimoja tu ambacho pengine nimeingia kwenye muziki wako. Na makundi na fulani na vijana. Wale makundi ya kwenye WhatsApp yale. Nayajua yale. Achana bwana hata kwenye WhatsApp. Kuna makundi ambayo yako mioyoni kwamba mimi Tumaini siwezi kukutana na yeye ndio hizo na live, au mimi Tumaini siwezi kukutana na Bukuku kwa sababu Bukuku alitoka. Kuna yale makundi kana pamba sasa unakuta kuna makundi makubwa matatu. Yako makubwa matatu. Kundi la kwanza limegawanyika katika ukanda na ukabila. Wanyakyusa, Kigoma, Waha hivyo. Sisi tuko kwenye gospel ni kudanganya. Yaani ukienda kwa ngoma kama mtu wale Waha achana nao. Hao Wanyakyusa wanapiga. Hiyo la kwanza. Kundi la pili ni watu ambao wanagonga muziki ya live na playback. Tunasikia playback waanze kwanza. Yaani discrimination is by default. Tunasikia playback waanze. Afu playback waanze wamekaa kule, unaelewa? Kama kaka vyao. Afu wa live wanaje ndo muziki kusema wengine waimbaji. Unaelewa? County. Kundi la tatu ni watu ambao wamefaidika kabisa na muziki wa Injili. Wanajiona wao tayari wamefika. Kwa hiyo wewe unaanza leo ukiwafuata, utakuwa nao. Wanaona komaa tu, yaani pambana nao tu. Pengine hivyo vyote ni sababu ya kufanya muziki uonekane unapoonekana. Ndio maana sisi tukasema tuupe thamani wa muziki. Tumaini ni kwamba haya makundi yote yanafanyika hayana tija. Na zamani ilikuwa ukweli. Zamani tulikuwa naimba nyimbo za muziki wa Injili na watu walikosa cha kufanya. Yaani angalau sauti Sudan ndio mtaji ambao haujagaribia sana. Elimu za zamani zilikuwa bega. Hata walimu tumekosa. Hata walimu ulikosa. Kwa hiyo mtu ana walimu mwanamke, dereva mwanaume. Kwa hiyo kama mwisho wa siku wageuke tu kwa waimbaji, lakini mwisho wa siku sasa tukwambia kuna watu wanafanya kazi labda Mwananchi, anafanya kazi kipindi chake, lakini ana talent ya kuimba. Tutakumpa huyu mtu na thamani ya kile anachotaka kufanya. Makundi haya ni umri. Hata mbinguni kuna makundi pia, ingawa sio mabaya. Makundi hatuwezi kuyatoa kabisa. Kuna wazee 24, kuna wenye wai 4, kuna makerubi, kuna maserafi, lakini hapo, lakini they are not competitors. Ila anasaidiana wao kwa wao. Sasa nyinyi mnafanya mfano kule. Nyinyi mnafanya mambo mengi sana. Mlikuwa na uhalali kabisa kutokuleta sisi Chomoza kuja hapa. Kwa sababu sisi pengine media house nyingine, lakini yeye mnafanya kitu kingine. Lakini katika kile mnachokifanya ni kitu ambacho kinakwenda kutengeneza Tanzania mpya. Yaani boundaries zetu, mipaka yetu mingi itaondolewa kwa vitu ambavyo viambaza vikopo zamani. Kwa hiyo mimi makundi yana wakati wake wote hicho. Ndio. Na ushauri wa mtu ndio huwa ambao umesema yatakufa tu thamani. Asante. Basi labda tutoe shukrani. Kwa ajili ya Mwananchi Communication Limited kwa nafasi ya kuja mahali hapa. Wewe atuchukulie poa. Kuna watu wengi sana tunamzika gospel, lakini hapo nafasi. Sisi kuja kupata nafasi hii hapa. Tunashukuru sana. Tunamwomba Mungu aifanye Mwananchi kuwa media yenye utiisho, sio yenye kutishia, yenye utiisho. Mpaka sasa tunawaamini katika habari zao, lakini tunatamani sifa zao zivuke bara la Afrika, ziende kama tunajua makampuni mengine ya nje yatokea hapa kwa kuruhusu madhabahu hii kuingia katika ofisi yao. Amen. Naitwa Bwana Godfrey Benjamin. La ile mdawa Afrika. Ingawa wana bila ugari wanaenda juu maarufu. Ndio zamani. Naona linakuwa. Ubwana unapatikana kupitia ile kama kusema Chomoza imebadilika. Ilikuwa ni wazo mara kwanza, na kitu chochote kikubwa duniani mara zote linakuja kama wazo, lakini inategemea
nani anaweza kulisaidia au kulidevelop lile wazo. Na mimi hata hapa Mwananchi nilikuwa wazo la mtu fulani ambao walikuwa wanasema, na inawezekana ukubwa wa wazo uliongezeka kutokana na mazingira yalivyokuwa yapo kwa wakati huo, lakini ilivyoanza sikosi mtu alala akisema nataka niwe nawasiliana na watu, nataka hizi habari za watu wanapoongea basi kila mtu aweze kupata. Lakini kadri siku zinapozidi kwenda lile wazo linatanuka na anaona umuhimu wa kumuingiza huyu, kumchukua huyu, kuchukua resources na hiki zote pamoja ili kuweza kuachieve au kufikia lile wazo ambalo alikuwa nalo mwanzoni. Kwa hiyo hata Chomoza kuanza kati ya Jini na Samo na kama ingawa na historia nao sana nyumba na kwaya. Anapiga gita sana. Jini yeye anaigiza sana bongo movie, lakini tukamwokokesha, tukambatiza, tukamsalimisha sala ya toba, basi akawa chombo cha Bwana kiteule kinatumika vizuri. Kwa hiyo walikuwa na wazo, na nilivyojiunga na Chomoza kwa tunapokutana kwenye mambo mbalimbali, ikaja wakanikaribisha kwenye kipindi nikawa kama DJ wa Chomoza, na tukaendelea kwenye event zao zote tukawa tunashiriki. Lakini baadaye sasa wakasema no, mbali na kufanya DJ tunaona kipindi kikubwa ndani ya kwamba tunaweza kufanya by professional. Mimi ni mtu wa business development and investment and strategy, huko ndo nilipobobea. Yes, kwa hiyo na wao wakanishauri, wakasema no, tunahitaji kufika mbali, vision ambayo tunayo tunahitaji kufika mbali, kwa tunakuomba Godfrey uweze kuwa sehemu ya Chomoza. Ndipo hapo na mimi nilipoweza kuingia ile historia kubwa mimi kwa Chomoza. Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukijiona ni mnyonge, usitegemea hata siku moja kuna mtu atakuja kukuambia una nguvu, kwa sababu picha ya nje ni matokeo ya kile kilichopo ndani. Yaani wewe jinsi ulivyo hivi ngova, kuna picha ulikuwa nayo asubuhi. Utaendana nao. Yes. Yaani hadi sasa hivi kama ujala mchana kwa mfano, unajua chakula gani unaenda kula. Na isikose hadi test ya chakula unaijua kama ujala. Kwa hiyo matokeo ya nje ni uhalisia wa ndani. Kwa hiyo vijana wengi wanashindwa kufikia vile vitu ambavyo wanavyo, sio kwa sababu hawana, ila kutokujiamini kwamba wanaweza wakafanya. Na kwa research ambayo tulifanya, unaweza kuuliza kwa mfano vision yetu A Hub of Hope, unaweza kuuliza kwa nini tulikuja. Haikutokea tu, tulianalyze vitu mbalimbali, hizo changamoto zote. Kuna watu wamekatishwa tamaa kabisa, kuna watu wana talent lakini hawajui namna kuifanyia kazi talent yao. Kuna watu wana elimu lakini hawajui namna gani ambavyo wanaweza wakawa msaada kwenye jamii. Kwa hiyo sisi tukasema no, kwa kuangalia matatizo yote ambayo yapo kwenye jamii, sisi tuwe kitovu cha kuwapa matumaini wale ambao hawana matumaini. Inawezekana mtu ana matumaini katika elimu kama hivyo, amesoma lakini haoni mwanga. Sisi tuwe sehemu, tuwe jibu lake. Kuna mtu ana talent, anaimba, anacheza, anafanya nini, lakini hajioni kwamba kuna siku familia yake, watoto wake watategemea kipaji ambacho yeye anacho kuendesha maisha yake ya kawaida. Sisi tutoe sababu ya yeye kuweza kuthamini kile ambacho anacho. Kuna watu na migogoro katika ndoa, katika biashara, katika nini. Sisi tuwe sehemu moja hapo. Lakini sio tu kwenye masuala ya kiroho pia. Kuna watu wamefungwa kwenye vifungo mbalimbali. Kuna watu wana shida mbalimbali ambazo wamejaribu kwa njia za kibinadamu lakini imeshindikana. Lakini Chomoza A Hub of Hope tuwe ni sehemu ya kuwapa majibu yao. Na kwa kuadi hivyo ndio maana ukiangalia vipindi vyetu, segments zetu zote ni hope. Kwanzia ukiangalia kitu cha saa 12 mpaka saa 4, it's all about bringing hope to people.
kuwapa watu matumaini, Kuna mahubiri, watu wanapata matumaini. Kuna watu wa saikolojia wanawapa matumaini. Kuna talents ambazo zinaonyeshwa ni matumaini. Kwa hiyo what we bring to people ni matumaini kwamba inawezekana. Don't give up, usikate tamaa, Mungu anaweza kukushindia. Kwa sababu gani? Ni kubwa kuliko mazingira ambayo wapo sasa hivi. Daudi akasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa hiyo kupita lazima tupite. Lakini unapita usimame. Usiogope. Yaani mabaya yapo kukusababisha uwe strong. Yes. Yeah. Asante sana. Kwa kile ambacho pia watazamaji wategemea vitu vikubwa kutoka Chomoza. Kama tulivyosema mara kwanza, tuna vitu vikubwa, tuna mipango ya muda mfupi na mipango ya muda mrefu. Kwa hiyo mambo mazuri yanakuja, nasema yajayo yanafurahisha. Hapa Chomoza tujafika bado, picha ambayo tunayo ndani mwetu bado haijafikiwa, ndio kwanza tunaanza, lakini yajayo yanafurahisha. Stay tuned with Chomoza, tunakupenda. Asante. Stay tuned with Chomoza, tunakupenda. Stay tuned with MCL. Yes. Thank you so much. Karibuni tena wakati mwingine na tena. Sawa, lakini safari tutakuja na kigoda cha Safari aweze kusimama. Surprise sana.